Sasa vyombo hivi vitatusaidia kuwabadilisha watu maisha yao. Baraka zile tunazihitaji, lakini baraka zile hazipatikani bure jamani, si ndivyo? Njia ya kupata zile baraka ni pamoja na kujitoa, na kujitoa kwa kwanza ni leo katika changizo la ununuzi wa vyombo. Katika faida za kijamii ni kuimarisha ushirika. Leo mwenzetu wa Kongwa kule kaja, mkurugenzi huyu ni Muislamu lakini yuko mahali hapa. Tunaimarisha ushirika, inatuleta pamoja kutekeleza lengo. Lakini vile vile vyombo hivi faida nyingine ni kuelimisha jamii. Amesema hapa baba mchungaji kwamba tukipeleka neno watu watakuwa hawaibi. Yaani faida ni kubwa kuliko, yaani hiyo ni kidogo. Sisi ili serikali iweze kwenda ni lazima ipate wananchi watiifu. Na mtii yoyote ni mwenye hofu ya Mungu. Na hofu ya Mungu mtu hazaliwi nayo, mtu anatengenezwa ili awe na hofu ya Mungu, hatimaye anakuwa mtii, anafuata sheria iwapo kokote. Maana tuliambiwa Kaisari unampa Kaisari na ya Mungu unampa Mungu. Kwa hiyo yale ya serikali anayafanya kwa utii. Masuala ya rushwa haya, sijui ufisadi, asingekuwepo kwa sababu tayari mtu ni mtii na ana hofu ya Mungu. Anajua sipaswi kuchukua kisicho changu. Lakini vile vile inatuenezea upendo na umoja. Ni upendo mkubwa. Kuwa na dasi hapa ni upendo. Wote hawa walikuwa na kazi zao lakini wameacha. Lakini tunaambiwa kuna wageni wetu mbalimbali, na sisi wenyewe inawezekana sisi tulikuwa tumeshamaliza ibada na nini, lakini kupitia changizo hili, tunakwenda kupendana, tunakuwa na umoja na tunakuwa na usaidizi. Changizo hili linakwenda kuwezesha ibada zetu. Kwa hiyo tunapoalikwa katika maeneo kama haya, jueni ya kwamba tumeitwa kumtumikia Bwana na tuwe na utayari wakati wowote. Wanasema hivi, asingekuwepo mfupi mrefu asingejulikana, si ndivyo? Asingekuwepo mwembamba mnene asingejulikana. Zamani nilikuwa nikiona wakina mama hasa ndio wanapendaga sana, lakini hata kina baba. Wakati ule zamani nikiona mtu anasema peke yake, yani inakuaje? Inakuwa jamani, hivi huyu mtu ni mwenda wazimu. Lakini nilipokuwa mkubwa, unafikiria kimoyomoyo, hatimaye unatamka. Unasema haiwezekani. Hasa unaulizwa, mama haiwezekani, jamani samahani, yani hamna kitu. Lakini unasema haiwezekani. Hivi ni kwa nini haiwezekani? Kwa sababu ya msongo ya mambo ya ulimwengu. Sasa muziki hutuongoza kutoka kwenye huo msongo wote kwenda kwenye hali ya kiroho, kwenda kwenye hali ya uwepo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama unavyofahamu, viongozi wetu wa dini kutoka maeneo mbalimbali wamekuwa waumini wa kueneza amani, wa kueneza ushirikiano, wa kueneza maadili kwa vijana wetu wa sasa. Kwa hiyo wamekuwa na ushirikiano mkubwa sana baina ya serikali na makanisa mbalimbali. Maana wamekuwa mstari wa mbele katika kueneza amani na maadili katika wilaya yetu. Niwatie moyo tuendelee na utaratibu wetu huo, na wakati mwingine mkitualika kama hivi mnapata baraka. Tunaeneza upendo, ushirikiano, amani. Ushirikiano uendelee kudumu na tuendelee kuwa na ushirikiano namna hii, na sisi wenyewe tumefarijika. Kwa kwetu sisi ni fundisho. Sasa basi, kwa vile kanisa ilikoanzia ni mbali na imefikia hapa, na ametoa maono makubwa sana nini anataka kukifanya katika eneo hili, naombeni tuendelee kuliombea ili ndoto hili litimie, kwa maana ni sehemu ya maendeleo katika wilaya hii ya Mkalama. Nami siko mbali niungane na katibu tawala wa wilaya kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha siku hii ya leo. Kwa sisi sote tumefika hapa kwa ajili ya kuunga mkono jitihada za serikali lakini na taasisi za kidini, kwa sababu sisi sote mwisho wa siku kazi zetu zote tunazofanya mwisho wetu ni kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu. Tunatekeleza kwa matakwa yake, tunatekeleza kwa mwongozo wake, tunatekeleza kwa namna ambavyo anatusukuma. Hakuna kati yetu ambaye ni mjanja sana au ana akili sana au ni mbora sana. Kwa mwisho wa siku sisi wote mahali kwetu kwa mwisho ni kanisani na misikitini. Faraja sana kuwa nanyi hapa. Tukifika maeneo kama haya, tukapata ibada, tukapata dua, basi na mioyo yetu inatakasika na tunakwenda kufanya kazi kwa nguvu zaidi. Ndugu mgeni rasmi, mtumishi wa Mungu alivyosema kwamba tunasaidiana nanyi kuambia watu waache dhambi. Watu wakiacha dhambi, unaweza kaandika nguo nje zikawa salama.
Lakini kama hatutaweza kuhubiri Injili kwa vyovyote vile, nyinyi serikali, hata kama mtatembea huku na huku, wezi hawataweza kuishi. Majambazi, maporaji, mtaweza kuzuia kwa muda mdogo, lakini baadaye wataibuka tena kwa namna nyingine. Kwenye mitandao wataiba tu, lakini mtu akiokoka, hata ule wizi kwenye mtandao, kama mtu ameokoka hawezi kufanya. Kwa hiyo ninaomba tushirikiane kufanya vitu vya jinsi hiyo.